tunayo magonjwa ambayo yanaathiri mfumo wa fahamu na yanaenda kuleta damage katika ubongo wetu na kusababisha hisia na mihemko ambayo tunakuwa nayo iwe tofauti na iweze kuturuhusu kutenda matendo ambayo kwa namna moja au nyingine katika familia au katika jamii au katika taasisi au katika eneo ambalo tunakuwepo watu watushangae kwamba na huyu ndo anatenda hili. Kwa hiyo kwa namna hiyo inakuwa ni kitu ambacho kimeanzia kwenye kichwa. Kwa hiyo tunafikiri, tunahisi, alafu ndo tunavyokuja kutenda. Sasa ni jambo la kawaida katika maisha mwanadamu kujisikia vibaya au kuchoka na kukosa motisha ya kwenda mbele zaidi. Sasa kwenye upande wa sonona huku tunapokuja kuangalia, tunaangalia ni hali ambayo ni ya kiakili ambayo inamkumba mtu kutokana na janga analokuwa amelipitia na kuhuzunisha moyo wake kwa muda mrefu. Wiki moja, wiki mbili, mwezi na kuendelea. Sasa kinachokuja kutokea ni nini? Kwamba mtu anapokutana na tatizo kubwa ambalo limejeruhi hisia zake, anakuja kujikuta anabaki na masononeko ya muda mrefu, ananungunika. Kwa hiyo ile hali ya kunungunika kwa muda mrefu inamfanya akose matumaini, inamfanya akate tamaa, inamfanya aone sasa mimi sina thamani, inamfanya afikia hatua afanye vitu ambavyo vitakuwa ni tofauti, kwa sababu muda wote atakuwa anakaa katika inferiority position. Sasa hiyo inakuwa inaathiri kwa namna moja hali nyingine. Sasa hali hii muda mwingi inatokana na sababu maalum. Let's say watu wanaweza wakawa walikuwa ni kwenye mahusiano, ikitokea mmoja ameanza kumchiti mwenzake kwa muda mrefu, huyu anamuomba msamaha na msamehe, anaomba msamaha na msamehe. Haya, itakapofikia hatua mtu mmoja atafikia hatua ataona sasa, kwa nini mimi nianze kuendelea kunyanyasika hivi? Kwa hiyo hata atakapotoka kwenda kusocialize na watu wengine atakuwa akirifaa kuonyesha, mimi nilikuwa napendana na mwenzangu lakini sasa hivi anani chiti. Sasa hiyo anaanza kuiweka moyoni. Akiomba msamaha atasema nimekusamehe, lakini moyoni hajasamehe, bado lipo. Na ikitokea hata akakosea tena, yule mwingine atamwambia, unakumbuka na juzi uliniomba msamaha, au mwaka jana uliniomba msamaha nikakusamehe, umerudia tena. Sasa vile vinyongo watu wanavyoviweka moyoni kwa muda mrefu ndio vinavyokuja kuleta majeraha makubwa na kumfanya mtu asononoke na ahuzunike na asononeke, licha ya kwamba atakuwa anacheka na furahi na watu wanaona kama amependeza, lakini moyoni atakuwa anapitia nafasi nyingi sana. Baadaye tutakuja kuona huko kwenye dalili za kiakili za kimwili ambavyo vinakuwa zina tofautiana. Kwa hiyo sasa sonona ni kwamba inatokana na kusononeka. Yes, kusononeka kwa muda mrefu, kuhuzunika kwa muda mrefu. Ndio maana unakuta kwenye ile tool ya WHO inakwambia mtu akianzia wiki 2 na kuendelea akiwa anasononeka, anahuzunika, yani muda wote ni yani anafyonza, anatembea peke yake, anaongea na vitu kama hivyo. Tukifika huko kwenye dalili, I think ndio utakapoweza capture ile dhana halisi, ili mtu huyu ambaye ni msikilizaji anaweza akajua kwamba kumbe na mimi naweza nisiwe salama kwa namna moja au nyingine, kwa sababu sonona inaweza ikakutafuna ukiwa unaona hivi, na hautaenda hospitalini kupima wakakwambia wewe una sonona. Itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu ni kitu ambacho kina damage hisia, mihemko, alafu matendo ndio yanayokuja kutuonyesha kwamba sasa huyu mtu amefikia level gani. Sawa. Kwa sababu nazo zina category. Sasa kwa nini umesema kwamba kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani kwamba WHO kwamba sonona, labda mtu akisononeka kuanzia au akikaa na huzuni kuanzia wiki moja na wiki mbili. Kwa nini tumeweka range ya wiki 2 na sio tu kwamba ndani ya wiki moja anaweza kuna changamoto hiyo? Tunasema ni rahisi mimi na wewe kupata hasira, na ni kawaida kupata hofu, kupata wasiwasi, kupata kitu ambacho kimetukwaza kikatumiza moyoni. Ni kawaida kama binadamu, kwa sababu tunavyotumia milango 5 ya fahamu, kila mlango wa fahamu unaingiza taarifa zake kwa wakati sahihi. Lakini utakuja kukubaliana na mimi kwamba concentration itakuwa kwenye kitu kimoja ambacho utakuwa unakitazama, ambacho utakuwa unakisikiliza, ambacho utakuwa unakiongea.
Sasa kinachokuja kutokea nini? Wale walifanya utafiti na kuona kwamba mtu anayeweka vitu moyoni kwa muda mrefu vinamfanya akose matumaini ya kusonga mbele zaidi, kwa sababu muda wote akitaka kufanya jambo jingine jipya anakumbuka, mimi siwezi, mimi niko hivi. Kwa hiyo anabaki katika ile hali ya inferiority. Kwa hiyo hata wakati wanaandaa ile tool ya kupima uwezo wa afya ya akili ya mtu, kuangalia kiwango cha hasira, kiwango cha uraibu, kiwango cha hofu, kiwango cha majuto, kiwango cha malalamiko. Maana kuna watu ambao wanalalamika, kulalamika sana ni tatizo la akili. Kulalamika sana. Yaani kila kitu mtu lazima alalamike tu. Hata ukifanya vizuri lazima atafute kasoro tu. Kama kuna changamoto. Kuna changamoto. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa na zile personality disorder ambazo yeye hawezi kuziona na hawezi kujua kwamba ana tatizo kama hilo. Sasa inasemekana kwa mjibu wa WHO kwamba watu wanapata uzoefu tofauti na viwango tofauti vya sonona kwa njia tofauti na kwa kiwango kidogo cha sonona, cha wastani au kikali. Hii inatokana na kwamba nature ya mtu aliyepokea lile jambo, yeye ni nani, anafanya nini, na anajua namna gani ya kuweza kutoka katika hali anayokuwa ameipitia. Sasa wao walijaribu kusonga mbele na kutuonyesha kwamba mtu anayekuwa na ugonjwa wa sonona kiakili anakuwa anajihisi katika namna ya tofauti. Moja, anakosa furaha na kujisikia vibaya muda mwingi. Yani kwa maana ya kwamba wiki ya kwanza, wiki ya pili, huyu mtu anakuwa hana furaha. Yani muda wote ni furu kununa. Na ukitaka kujua hilo, angalia watumishi muda mwingine ambao wanakuwa katika nafasi za kazi, lakini maslahi wanayoyapata na kazi wanazozifanya haviendani. Nature ya kiongozi mkuu wa juu na wa chini, namna anavyo wa control haviendani. Nature ya mazingira ya kazi ambavyo ameyapata haviendani. Huyu mtu hata akifanya kazi, muda mwingi atakuwa anafanya kazi ni kwa sababu tu anataka mfukoni kuingia chochote. Sawa. Lakini ile spirit, ile passion, ile udhubutu wa kusema kwamba nifanye hiki kitu kama cha kwangu inakuwa ni ndogo, na muda mwingine inakuwa haipo kwa namna moja au nyingine. Lakini dalili ya pili, hawezi kufurahia chochote katika safari ya maisha yake. Sasa hapa tutaangalia zile kategori tatu, kwamba ni anasonona ile ya ndogo ambayo inaanza, au ile ya kati, au ile kali. Lakini kama ameshafikia ile hatua ya mwisho, atakuwa hawezi kufurahia chochote. Kwa hiyo ndo tunapokuja kuangalia mfano hata kama ni kwenye familia, yani hata tendo la ndoa linakuwa halipo. Hata ile hamu tu inakuwa haipo, kama mmoja wapo anakuwa amepata hiyo changamoto. Kwa hiyo inakuwa imeathiri moja kwa moja katika nafasi hiyo. Lakini dalili ya tatu, atapoteza hamu ya kuona watu, na muda mwingine kuongeza thamani ya urafiki anaokuwa nao. Badala yake atajigundua kwamba hata wale marafiki aliokuwa nao, watu wake wa karibu aliokuwa nao wanatoweka, kwa sababu ataanza kuwa yeye mwenyewe hanajitenga na wale watu katika mrengo huo. Dalili ya tatu, hawezi kuwa makini katika shughuli zake anazozifanya. Kwa nini? Kwa sababu hata akitaka kufanya jambo jipya ataamini, sasa itakuweje? Mimi pengine, mfano unakuta mtu ameshaugua resa na kisukari cha muda mrefu, au ana pressure ya muda mrefu. Kwa hiyo mtu kama amepata huo ugonjwa na hajapata mtu wa kumsaidia kukopi na mekanizmu anayokuwa anaipitia, atafikia hatua ataona hana thamani ya kuzalisha tena, kwa sababu atakuwa anajua muda wowote mimi nafanyeje? Nakufa. Muda wote mimi nafanyeje? Nakufa. Yani anakata tumaini la kuendelea kuishi. Kwa hiyo mtu anakuwa amebaki yuko njia panda. Lakini dalili nyingine, anajihisi kuwa ni mtu wa hatia muda wote. Kiakili anakuwa na mashaka. Yani hata ndo wale watu ambao lese mpo ofisini, mlikuwa mnazungumza, yeye ndo anaingia, alafu nyinyi ndo mnaanza kucheka. Tayari mashaka yanamjaa. Wananicheka mimi, walikuwa wananizungumzia, kwa nini nimefika ndo wanacheka? Kumbe maskini ya Mungu, nyinyi mlikuwa mnajadili jambo lenu, mmefikia hatua ya kwenda kucheka, yeye ndo anaingia.
Sasa badala ya kutambua kwamba nyinyi mlikuwa na hisia zenu ndio zimewafanya mcheke, yeye ana rise pale, anasema kwa nini wamenicheka? Lakini ukiacha hizo kimwili, mtu atakosa utulivu na muda mwingine atakuwa na uoga ambao ni wa vitu hata visivyoonekana pale. Yani mtu anaweza akawa yuko pale lakini hana utulivu. Yani akikaa sehemu hata kama yuko pale ofisini muda wote anawaza au nitafukuzwa, au kule nyumbani kuna mtu kanibia. Yani anakaa na mashaka ambayo hata ya vitu ambavyo havipo. Na watu hawa inasemekana pia kwamba anaweza akasikia sauti za vitu ambavyo havisikiki. Anaweza akaona vitu ambavyo havionekani. Lakini hawa wanaokuwa na sonona, wao pia wanahifikia hatua ya kujifungia sehemu moja. Yani anapata fobia ya kuchangamana na watu. Yani anakuwa ni kama mtu mwenye usonji. Sasa hiyo inakuwa imezidi sana. Yani inakuwa imezidi. Yeye anaweza akaingia, mfano kama ni humu kwenye chumba, akajifungia asubuhi mpaka jioni. Hali aogi, atoki kwenda kufanya shughuli yoyote, yuko mle ndani. Kwa huyu mtu anakuwa tayari ana changamoto hii. Sasa watu wengi wasiojua kwamba huu unakuwa ni ugonjwa wa akili, huwa wanaanza kuwaombea. Kumbe wanatakiwa wapeleke wapi? Hospitalini. Yani mfano kama sasa hivi ukienda pale Kitete kuna kitengo cha afya ya akili. Kwa hiyo mtu anayekuwa anapitia hali hii anapofika pale akaeleza, it means wale madaktari waliopo watarespondi kulingana na hali alionayo. Sasa tunasema the more vulnerability you are, the more risk is. Yani kiwango cha udhaifu utakachokuwa nacho ndio kiwango cha madhara ambayo yatatokea. Sasa kama mtu atashindwa kudhibiti ile hali at the early stage, itaathiri moja kwa moja kwa kiwango kikubwa katika mfumo wake. Kwa hiyo hata kulikava atachukua muda mrefu. Jambo la pili ni kukosa nguvu na kuhisi uchovu mara kwa mara. Watu wengi ambao wanakuwa wanapitia sonona kwa sababu yenyewe inakutafuna ukiwa unajiona. Kama yule bwana aliyeimba utakufa unajiona, utakufa. Sasa yenyewe unaweza ukawa unatoka, unavaa vizuri, unapendeza, lakini unaungulia ndani kwa ndani. Kwa hiyo hata ukilala ukiamka, kwa sababu hutapata usingizi, utapata usingizi ukiwa umechelewa. Ukiamka unakuwa umechoka. Kila kitu ni yani muda wote tu, yani hauna chochote ambacho kinaweza kukupa faraja. Kukosa usingizi na muda mwingine mabadiliko katika kulala. Ndo hapa nilichokuwa nakisemea. Ndugu zangu wasikilizaji na watangazaji, kuna watu wana nyumba nzuri sana, wana vitanda vizuri, mashuka ni mapya, foronya ni mpya, lakini wakivilalia vile vitanda hawapati usingizi. Yani kuna watu anakaa mazingira ambayo ukiyatazama ukifika, hauwezi kuamini kwamba hivi huyu ndo anaishi hivi na muonekano wake lakini hapati usingizi. Kuna mtu nyumba yake ni nzuri, mazingira ni mazuri, ofisini kuna feni, kuna kila kitu, lakini akikaa pale kufanya ile kazi, hana amani na ile kazi anayoifanya. Hana matumaini na kazi anayoifanya. Anafanya ni kwa sababu tu anataka ipite katika eneo hilo. Kwa hiyo dalili nyingine ni kuamka mapema, ni kuamka akiwa amechelewa. Yani huyu mtu anaweza kalala, kwa sababu analala amechelewa, ataamka pia amechelewa. Kwa hiyo ile asubuhi kuamka inakuwa ni mbinde sana. Kwa hiyo hata akiamka mapema, basi ataamka lakini atakosa kitu cha kufanya. Kwa atabaki akiwa na zabina. Yani hana shughuli maalum. Yani yupo tu. Kwa hiyo ndo wale watu ambao wanaweza kaambiwa na mtu nisindikize sokoni, yeye aendi kununua chochote, twende. Nisindikize bar, aendi kufanya chochote, twende, kwa sababu hana ratiba. Na watu hawa muda mwingine wakitoka katika hii stage, kwa wale ambao wanakuwa ni kwenye hyper, anaweza akatoka akaanzisha tabia mpya. Let's say kwenda kunywa pombe kupita kiasi. Ndio maana tunasema wenye raha wengi wao pia wanakuwa hawana furaha. Wenye furaha wengi wao pia wanakuwa hawana raha. Ukitaka kujua hilo, tembelea zile sehemu tulivu, zile ambapo watu wanapiga vyombo. Wewe usifikiri kwamba mtu anakunywa pale anajimwagia anaruka pale kwamba moyoni kumetulia.
kile kinakuwa tu ni kidhibiti kile cha defense mechanism ya kumfanya sasa aweze kutulia sehemu na aone kwamba yuko sawa. Lakini dalili ya 4 ni kuumwa kichwa na tumbo kuchafuka mara kwa mara. Mtu anayekuwa na sonona, yani mtu mwenye sonona kichwa kinauma mara kwa mara hata bila sababu ya msingi, na atakunywa maji, atameza Panado, lakini kwa sababu kuna mrundukano wa vitu kichwani hajataka kuvitoa, muda ule kichwa kitaendelea kuuma kila wakati. Lakini kama mwingine kinapoumwa, anapokuwa na msongo wa mawazo, itimizi wengine inaenda kuathiri mpaka katika mzunguko wao wa metabolic activities za tumbo. Kwa hiyo utagundua kwamba watakuja kupata madonda ya tumbo, watakuja kupata vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwake yeye tatizo moja uzalisha tatizo lingine na lingine na lingine hivyo moja kwa moja. Ya mwisho katika eneo hilo la kimwili, hawezi kula chakula, na anapokula anaweza asipate ile ladha ya kile chakula anachokila. Kwa maana ya kwamba hata chakula kiwe ni wali, samaki, alafu samaki zimewekea karanga zilizosagwa pale, chumvi kwa mbali, nyanya imo, kitunguu saumu, yani piga ile ladha alafu ufanye kama unajilamba hapo kama hujapika hicho chakula. Lakini huyu mtu anayekuwa anapitia sonona atashindwa kula chakula kile, na hata akila yani kitaishia njaa, atakuwa ni kama ameziba tu tumbo kwamba asife. Lakini ile raha ya kula kile chakula inakuwa kwake ni ngumu sana katika eneo hilo. Kwa hiyo watu wengine wanaweza kugundua kuwa anafanya makosa kazini na kukosa umakini. Kwa hiyo kazini, mfano wanasema kuripoti kazini ni 1:30, yeye anaweza akawa anakuja 2:30. Kwa nini? Alichelewa pengine kuamka kule, au ameamka lakini anaanza kufanya zile personality judgment, niende nisiende, niende nisiende, nifanye nisifanye. Ndio maana hawa watu muda mwingine hata wanapopewa kazi, kuna watu wasiokamilisha kazi kwa wakati, hazikamiliki daima. Sasa wale wanaokamilishaga mara 100 wao ndio pia wanakuja kupewa ule mzigo. Lakini anaweza akajigundua pia kuwa ana ukimya kuliko kawaida, na muda mwingine atajitenga na watu aliokuwa amezoeana nao. Ilikuwa ikifika saa 4 ofisini tu sote tunaamka tunaenda kunywa chai. Imefikia hatua mimi nawaambia nendeni tu mkanywe, mimi sijisikii. Tulikuwa tunacheka tunapokuwa na zile, lakini ghafla wakati wengine wanacheka, mimi nakuwa ninatoa macho tu yani ni jicho limetoka tu, yani hacheki mtu, unaona tu yani kiasi kwamba yupo kwenye kundi ambalo labda majadili jambo fulani, yes, lakini haunishi ushirikiano wote, hakuna ushirikiano haupo kabisa. Na ukiwepo yani yeye ni jicho mwendo kodoa tu, yani anaangalia tu, lakini moyoni anakuwa anaumilia. Sawa. Lakini nyingine anakuwa na wasiwasi kuhusu vitu kuliko kawaida. Kwa hiyo mtu anaweza akachukulia lesson, naweza nikaja hapa nikakwambia bwana Benedicto, wewe ni mjinga wewe bwana, hauwezi kutangaza kitu chochote wala hujui. Lakini mimi nimezungumza, ndo uhalisia wako wewe ulivyo. Sasa watu wa namna hii wao wanachukulia vitu kama walivyo, sio vitu kama vilivyo. Kwa hiyo kuna watu wengi mpaka sasa hivi tunavyozungumza, pengine aliambiwa na mlezi wake, aliambiwa na mwalimu wake, aliambiwa sijui na nani, akamwambia wewe huwezi chochote, naye akachukulia katika ule mfumo wa mimi siwezi chochote. Sasa akakata tamaa ya kuanza kufanya mambo mapya, kufanya nguvu ya kuleta mabadiliko mapya, kufanya ugunduzi wa vitu ambavyo pengine ameshindwa katika hiki, lakini anaweza hiki. Ameshindwa kudhubutu kwa sababu aliambiwa, alisikia au alihisi mtu amemwambia kwamba wewe huwezi kufika popote. Sasa hilo linakuwa ni tatizo mojawapo. Sawa. Jambo lingine ninapoelekea mwishoni hapa, ili kwanza ni pozi, ni anakosa umakini katika zile kazi anazokuwa anazifanya, na katika eneo analokuwepo anapatwa na hasira za haraka mara kwa mara. Kwa hiyo vitu vidogo kasha rise, yani kitu ambacho hakihitaji mjadala kashaweka mjadala,
kitu ambacho hakihitaji majadiliano marefu. Ilikuwa tu ni kwamba hapa umekosea au hapa hakiko sawa, yeye anashikilia. Kwa hiyo hata ukimwelekeza ukamwambia, bwana, hili jambo mbona kama haliko sawa, au nimekosea hivi, lakini kwa sababu pengine 1 2 3, yeye hakuelewi. Ataangalia kwamba wewe na kile kitu ulichokifanya nyote mlikuwa na njama moja. Kwa hiyo anafikia eneo hilo, anakuwa katika mlengo wa eneo hilo. Analalamika kuhusu matatizo ya mwili yasiyotoweka. Kwa hiyo kuna watu muda wote anajihisi mgonjwa, na watu hawa ni wazuri wa kwenda kutembelea vituo vya afya, zahanati, hospitali, kupima kila aina, lakini anapopima ataambiwa hauna ugonjwa, kwa sababu ugonjwa wake upo katika mfumo wake wa akili. Yeye hajui. Unaona tatizo? Kwa hiyo yeye anazunguka, na ikitokea ameambiwa kwamba hauna shida yote, hawezi kuamini. Na kwa sababu hapo atatoka hapo, ataenda kituo kingine, atapima, watamwambia mbona tuone ugonjwa, ataenda kituo kingine. Kwa hiyo wapo watu mpaka sasa hivi kwenye jamii wamezunguka vituo vingi vya kutolea huduma wakipima kwamba wana ugonjwa, lakini ni reality ile ni fikra zao zinawaforce kwamba waamini kwamba wana ugonjwa. Kumbe ugonjwa wanaoenda kuupima kule hauko kule, ugonjwa wao unaanzia akilini. Kwa hiyo mtu akiwa na matatizo ya akili ni ngumu sana kujitambua, hivyo anaishia kuamini kwamba anakokwenda kule ndo anaweza akapata msaada. Kwa hiyo watu hawa pia wanafikia hatua hawezi kuamini hata kile anachoambiwa. Na mtakuwa mashahidi, kuna watu ili afanye jambo lazima amuulize huyu, amuulize huyu, amuulize huyu, amuulize huyu, amuulize huyu, na akiwauliza wote na hata waamini, atasema wote hao wananidanganya. Kwa hiyo anakuwa na mashaka ambayo muda wote hayapati suluhisho. Kwa hiyo mtu anakuwa na tatizo la nini? La akili ambalo linatokana na sonono. Lakini ili kuliweka sawa, watu wengi ambao wanapitia nyakati hizi ngumu, utagundua kwamba 1% kubwa ni wale waliopitia nyakati za ukatili, unyanyapaaji, na muda mwingine kutengwa kuanzia mama alipokuwa mjamzito. Mama alipokuwa mjamzito, kama ilitokea baba akajaribu kutaka kataa mimba au akashindwa kutoa matumizi, mama akawa analalamika, anahuzunika, anaona kabisa kwamba kwa nini nimebeba hii mimba, mpaka anakuja kuzaliwa mtoto, akazaliwa pengine akakulia mazingira ambayo pia kuna migogoro pale nyumbani, furu kugombana, furu kutukana, furu kuona kwamba sasa hapa hatuna chochote. Mtoto yule atakuwa na zile trauma ambazo zitamuaffect moja kwa moja. Ndio maana WHO anatuambia kwamba 14% ya magonjwa ya mfumo wa fahamu au magonjwa ya akili yanaanza chini ya umri wa miaka 14. Sasa in Africa we don't have proper intervention ya kugundua haya magonjwa. Kwa hiyo wengi tunapofikia kwenye ule ubarubaru, yani vijana, tunakuja kugundua kwamba tunakuwa na matatizo mengi ya akili ambayo hatujui hata chanzo chake kimeanzia wapi. Kwa hiyo ni muhimu sana tunapoendelea huku mbele kwamba jamii tambue umuhimu wa kuwekeza kwenye malezi ya mimba, malezi na makuzi ya mtoto anapokuwa amezaliwa, na kuepuka migogoro isiyo lazima katika familia. Tarehe 12 mwezi wa 4 huwa ni siku ya watoto wanaoishi mazingira magumu. Lakini trust me, kuna watu huenda wako maofisini, kuna watu wana maisha mazuri, lakini wana watoto wanaoishi mtaani kule, kwa sababu alimpa binti wa watu mimba na akakataa ile mimba, binti akajifungua na mtoto akamtelekeza kule kwenye familia, lakini huko anakula na anaenda kanisani na sali msikitini na swali. Naamini kuna namna fulani pia, kama Mungu kweli yupo, anaweza akafikia siku akasema, wewe kweli naona sali wakati umetelekeza kiumbe chako kule. Yani anamsema hadharani. Anaweza akawa anamsema hadharani. Kwa hiyo kuna ile mitazamo ambayo tunaisema, lakini inakuwa ni matokeo. Kwa hiyo watu waliobaguliwa, waliotengwa, walionyanyaswa kuanzia huku chini, au akafanyiwa ukatili wa kurawitiwa au kubakwa huko chini, vile vitu asipopata mtu wa kumsaidia kumtoa katika ile grifu, inamuaffect huku moja kwa moja, inampa masononeko au tunasema unyongovu wa muda mrefu. Asante. Na ni dakika ya 41 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Sasa kuna mawili matatu kabla tujahama hapa. Kuna swala moja ambalo niingize hapa sasa, sijajua, lakini inahusiana na jambo kama hili. Tumekuwa sasa tunazungumzia ni wanasema sonona ni mtu kukaa kwenye huzuni, kukaa kwenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Sasa
Nikikumbuka mwaka huu kuna orodha ya nchi 10 duniani ambazo yani tuseme kwamba zinaongoza kwa kuwa na furaha, sawa? Na orodha ya nchi 10 duniani zinaongoza kwa kukosa furaha. Na Tanzania tuko kwenye grupu la pili la kukosa furaha. Je, unafikiri Tanzania kuna idadi kubwa ya watu ambao wana changamoto ya sonona, yani kwa data zenu sasa? Asante. Tunaporudi hapo ndo tunaporudi kwenye ile mtindo wa maisha tunaoishi. Ukiangalia mfano Tanzania, idadi kubwa ya watu tulionao ni vijana. Tunasema ni barubaru. Vijana hawa ni kundi ambalo mpaka sasa hivi tuna struggle katika utafutaji wa namna ya kuishi, kwa maana ajira. Tuna struggle. Vijana hawa ndo tunao struggle katika eneo la mahusiano. Kila kicha utasikia visa vina mikasa vya kujiua. Vijana hawa ndo tunao struggle kwenda kwenye michezo ya kamari kila kukicha. Vijana hawa ndo tunao struggle kuingia kwenye ile michezo ya bahati nasibu ambao unaamini kwamba nikiweka buku naweza nikapata milioni 200 au milioni 100. Na ukilala usiku unaweza ukawa ni wale vijana ambao tunaota zile ndoto, nimeota naokota milioni 100, napanga budget, na nunua gari, na weka na mke, na lipa na mahali na vitu kama hivi. Kwa hiyo vijana, kama kuna ongezeko kubwa la vijana ambao ni tegemezi, wasiokuwa na uchumi halisi, wasiokuwa na uwezo wa kujitegemea, wasiokuwa na uwezo wa kubuni vitu vipya, wakategemea kwenda kutafuta kitu, na kile kitu wanachokitafuta hawakipati kwa wakati, lazima watu wataishi katika level ya kusononeka muda wote. Ndio maana ukikaa kwenye mitandao ya kijamii utagundua kwamba asilimia kubwa ya vijana tunalalamika. Yani ni furu malalamiko kila ukienda sehemu yote. Binafsi mimi na magrupu mpaka sasa hivi 15. Grupu la watu wa chini kabisa kuna watu 380. Magrupu mengine unakuta lina watu 1025, 1000, 1800. Kwa hiyo unagundua ukiweka mada mfano inayohusu uchumi au inayohusu jambo lolote, sisi umri wa miaka 15 mpaka 35, tuseme mpaka muda mwingine mpaka 40, huwa hatujengi hoja ya kutatua tatizo. Ni watu wa kulalamika. Sasa malalamiko ya muda mwingine, ya muda mrefu, usifikiri kwamba mtu anaongea tu kwa kulalamika hivi. Ni kitu ambacho kiko wapi? Kipo moyoni. Ndio maana nimetangulia kwa kusema wenye furaha hawana raha, wenye raha hawana furaha. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona watu lakini kumbe moyoni kuna changamoto, kuna matone, na yale matone bado yanadondokea kwenye chuma chenye kutu. Yani kuna matone ya maji afu yanadondoka kwenye chuma chenye kutu. Unategemea lazima chuma kinaendelea kufanyeje? Kuungulia. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwa mjibu wa zile tafiti ambazo zilifanywa na WHO, inatuonyesha kwamba kwa Tanzania yetu tuna watu zaidi ya milioni 7. Hiyo ilikuwa ni 2019 ambao tunaishi na magonjwa ya akili. Lakini pengine hatujui kama tunaumwa. Sasa ukiangalia kipindi hicho na sasa hivi, hali ya maisha imebadilika. Ule uwajibikaji wa kusema kwamba sasa una struggle vipi uweze kuishi sehemu fulani imebadilika. Kwa hiyo obviously lazima ukose furaha, lazima ukose amani, lazima ukose utulivu, lazima ukose ile motisha ya kuanzisha vitu vipya ili uweze kuleta mabadiliko sehemu nyingine. Kwa hiyo obviously furaha uweze ukapata. Sawa. Na jambo la mwisho kabla hatujahama hapa, ni kupeleke umetaja kwa sasa hivi kuna vitengo hivi tuseme vinavyohusiana na masuala ya afya akili hata hospitalini. Moja ya dalili, sijajua kama ni kweli kitaalamu iko vile, moja ya dalili wanasema mgonjwa akikaribia kutukimbia, kama mgonjwa kwa amelazwa hospitali akikaribia kutukimbia na kuwa na hasira sana. Na mara nyingi wanasema kwamba unaweza kumwambia kitu asikuelewe. Sasa ni mtu ambaye anakaribia kukimbia ndugu zake ni kufariki. Kufariki. Wanaamini kwamba ukianza kuona dalili ya mtu amekasirika kila muda, ukimwambia hiki anakasirika na ni mgonjwa kwa hospitalini, ujue huyo dalili zake ni mbaya. Watu wanasema vile kwenye jamii, sawa? Je, ni kweli kwamba yule mgonjwa kukaa na ugonjwa kwa muda mrefu, sawa, ambao tuseme unamtengenezea sonona ambayo anatambua kwamba mimi kwa hali hii siwezi kuishi?
Exactly, ndo maana tunasema kwenye vile visababishi vya magonjwa ya akili kuna vile vya kibiolojia, kuna vile vya kijamii. Hasa kwenye hivi vya kijamii kuna vile vya kisaikolojia. Sasa moja ya kitu ambacho kinamfanya mtu apate changamoto ya akili, hasa eneo hilo la sonona au kuwasiwasi wa kudumu, tunasema ni kuugua kwa muda mrefu. Na sio kuugua tu, kuuguza kwa muda mrefu na kuugua kwa muda mrefu. Yaani wote unaweza ukakuta anayeugua na anayeuguza wote wanapitia changamoto ya akili. Utakuja kusikia muuguzaji anasema bora ameenda. Lakini yule ni ndugu yake, kwamba amestruggle, ameinvest mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, huyu mgonjwa haponi. Sasa mtu anapofikia level ile anakata tamaa. Akishakata tamaa anaishia kusema bora nife kuliko kuteseka. Hizi kauli ukishasikia mtu anakuambia bora nife kuliko kuendelea kuteseka, au sijui nijiue, sijui nimuue, yani anaanza kupata thoughts za kutaka kujiua au kuua. Huyu mtu anatakiwa asipuuzwe, awaishwe kwenye kitengo cha afya ya akili au kwa mtaalamu wa saikolojia ili apate msaada. Na uzuri hata hapa kwa AMCUTA mimi pia naamini hapa kuna vijana ambao wanatusikiliza wako Tabora, na wengine ni wanavyuo. Tuna Sister Grace Mkosamali, si ndio? Yule ni msaikolojia. Sasa muda mwingine unaweza ukagundua kwamba kuna binti mfano kapewa mimba. Amepewa mimba na kijana kwa sababu boom lilikuwepo. Sasa boom limekata, kijana anashindwa kutoa matumizi tena. So unajua tena ukipenda huwa penda sasa kinachokuja kutokea, kumbe binti naye pengine anakaa mchepuko sehemu nyingine. Kwa hiyo anadonoa hapa, hii ni kwa ajili ya kodi, anadonoa hapa, hii ni kwa ajili ya luxury, nipige ina, nipige kwanja, nywele juu ya nywele, juu kucha ya juu ya kucha, nini nipendeze. Anadonoa huku kwa ajili ya sustainability ya vitu kama hivi. Sasa inapofikia hatua pengine huyu aliyekuwa amempa mimba, sasa make wanawake ndo wanajua nani ile mimba ni ya nani. Yaani wewe kuitwa Benedicto, mama ndo anajua hilo jina ni la kwako au sio la kwako. Wengi wamejificha. Wengi wanashindwa kwenda kutafuta msaada wakiamini kwamba wataonekana ni udhaifu. Kwa hiyo huenda anaweza akafikia hatua akaamua kukimbia chuo au akaamua kukimbia maeneo anayokuwepo kwa sababu tu ameshindwa kuamini kwamba ninapoenda kwa msaikolojia nikamweleza tatizo langu ataweza kunisikiliza na ataweza kunipa alternative, kwa sababu kazi ya msaikolojia kubwa ni kumsaidia mtu ajisaidie mwenyewe. Anapokea tatizo, analisikiliza, wanachambua pamoja, wakimaliza wanaulizana pamoja, alafu huyu anayekuwa na tatizo yeye muda mwingi pia ndo anatoa hata alternative. Anasema mimi kwa hapa nawaza hivi, yani mimi nawaza sasa hivi kwa sababu amenikimbia nimuue. Sasa wewe utakuwa umeshajua huyu thoughts zake zimebase katika suicide. Huyu tunamtoa katika njia hii. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wanapopitia nyakati ngumu. Tumeshuhudia vifo tangu juzi hapa, nina taarifa almost kama 8 kutoka kwenye vyombo vya habari. Kijana wa kwanza amemuibia bosi wake milioni 8 kama sikosei, akaenda kulipa mahari. Utagundua kwamba kwenye familia kule kulikuwepo na shida nyuma ya pazia. Kwa hiyo mpaka kijana anafikia hatua kwenda kuiba pesa kwa bosi aende kulipa mahari. Ugundue kwamba pengine aliwekewa mahari kubwa, hana uwezo wa kulipa na tunda ameshakula. So unajua tena pale. Kwa hiyo akaangalia the best way ni kujiokoa hivi. Lakini kijana wa pili amejinyonga kwa sababu ameambiwa usibeti. Unaweza ukaona kwamba yeye alikuwa ameshapata kauraibu ka kubeti, ameambiwa usibeti. Kwa hiyo akaona mbona sasa hapa inakueje? Lakini usi ajabu kule nyuma ya pazia kuna jambo lingine ambalo pengine media haijataka kutuwekea wazi. Ndio maana tunakuwa tunashauri matukio kama yanavyotokea, ebu wataalamu wa saikolojia wafike eneo la tukio kuweza kufanya ile intervention na zile familia. Lakini kijana wa tatu ndo hivyo pia naye alijitundika. I think ilikuwa pale ni Morogoro. Baada ya inasemekana ni mahusiano, umempenda dada wa watu, umejisacrifice, umetunza pale kila kitu, dada akakugeuka naye akaenda kutembea na mtu mwingine.
yule anaamua akatisha maisha yake. Anashindwa kutambua kwamba kuishi ni thamani, na thamani ya uhai wetu ni ile tulionayo sisi na maisha ambayo tunakuwa nayo. Lakini tumeshuhudia pia hawa watoto ambao wanajinyonga na vitu kama hivi. Sasa haya yote yanakuja kutuonyesha kwamba watu hawajui muhimu wa kutafuta msaada. Sasa kamdomo kamekuwa ni kabaya sana. Kamdomo. Kwa hiyo kuna washauri, kuna wanasi. Sasa watu wote wanaweza wakawa washauri, ila si kila mshauri anaweza akawa mnasi. Yaani kuna mtu unaweza ukamueleza jambo lako akakushauri, lakini hawezi kulitatua lile jambo. Kwa hiyo ni muhimu sana jamii, hasa kundi la watoto na vijana, wazazi wawaelekeze kuanzia ngazi ya familia, taasisi kama vyuo na college nyingine ziweke msimamo wa kuweka zile awareness kwamba watu wafundishwe namna ya kutatua matatizo bila kuathiri maisha yao ya sasa na maisha ya baadaye. Kushindwa kutafuta msaada ni moja ya dalili ya ukosefu wa afya bora ya akili, kwa sababu mtu anakuwa ameshindwa kujitambua na kutambua yeye anataka nini, anakipata vipi, kwa njia ipi, na anaweza akikosa afanyeje. Hayo yote lazima turudi ndani ya meza ya funzo Itambue Afya ya Akili ili uweze kuleta mabadiliko chanya. Kumbuka tuko pamoja leo. Asante sana. Ni dakika ya 52 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Tumebakiwa na vipengele viwili. Cha kwanza na natamani kwa sababu tumebakiwa na dakika 8 tu tuhitimishe. Okay? Na kwa sasa tunachotakiwa kufanya ni kwamba unazungumza matukio ambayo kama 8 hivi sawa, ambayo yametokea kuhusiana na kwamba mtu kajinyonga. Moja wapo jingine nimeliona asubuhi huko Arusha, kijana mmoja wa kike, tuseme mwanamke mmoja mwenye watoto wawili, na alamika alimsomesha mpenzi wake, kaoa baada ya kupata kazi benki, kaoa mwanamke mwingine, akisema kwamba hizo naweza nikakurudishia. So unaona changamoto hiyo, yani dada mpaka analia. Lakini yote na yote sasa kwa ujumla, kifupi, visababishi halisi vya sonona ni nini? Asante sana kwa swali zuri. Naamini pia hata msikilizaji kama tutapata muda ataweza kupiga simu na kuongeza au kuuliza swali. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kumfanya mtu apate sonona, cha kwanza ni ugumu wa maisha. Mtu anapokuwa hana uwezo wa kupata chakula, kulala sehemu nzuri, kusafiri na kusocialize katika mazingira mazuri. Haya ndio mahitaji matatu ya msingi ambayo mwanadamu yoyote huwa yanapoteza pesa zake nyingi sana. Kula, kulala na kusafiri. Sasa mtu asipokuwa na uwezo wa kupata hivi vitu, alafu anaangalia kategori ya watu age yake, yani umri wake alionao, wao wanafanya vile vitu tena kwa ubora zaidi, anafikia hatua anaanza kuwa na ile migogoro ya nafsia. Nimemkosea nini Mungu? Mungu yani kwa nini mimi? Kwa hiyo anaanza kujiuliza na hayo maswali sasa muda mwingi yanakuwa yana majibu. Hakuna mtu wa kumjibu. Kwa hiyo anafikia hatua anaanza kuamini, mimi pengine sifai, mimi pengine wale ndo wamebarikiwa na Mungu. Lakini jambo la pili ni kujihusisha na mahusiano usiyojua kwenye mahusiano unataka nini zaidi ya sex. Yaani kuna mtu leo hii anaingia kwenye mahusiano mapya kwa sababu kaachwa na mpenzi wake, kwa hiyo anataka amuonyeshe ex wake wa zamani kwamba kapata chombo kipya, pengine ndo mtoto sasa ndo mweupe, ni mzuri wa atapambana huyo, ikiwezekana hata kuiba ataiba ili aweze kumkomoa huyo ex wake. Sasa ushindani kwenye mahusiano ya kimapenzi usiyojua kwenye mahusiano unataka nini zaidi ya seksi, tayari naro inaweza ikawa ni chanzo kimoja hapo ambacho kinapelekea vijana wengi au watu wengi kuingia kwenye sonona. Jambo la tatu kama nilivyosema mwanzo ni kuugua au kuuguza kwa muda mrefu. Ni jambo ambalo linaweza likamfanya mtu akose tumaini, kwa sababu anaangalia pesa zinatoka, hazalishi huku, muda mwingine shughuli zote zimesimama, alafu kila siku shughuli zinatakiwa zile ambazo kama ni matibabu ya pesa itumike. Sasa anafikia hatua anakuwa katika kategori ya kuanza kusononeka, anapata unyongovu wa muda mrefu. Jambo la 4 ni matumizi ya vilevi kupita kiasi na matumizi ya dawa za kulevya ikiwemo pombe kali, bangi, mirungi, kokaini na madawa mengine yote yanayohusisha dawa za kulevya. Ndugu zangu wasikilizaji, hapa ndipo tulipopoteza taifa kubwa la vijana.
Mwaka 2023 kwa mjibu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCIA ilituonyesha mkoa wetu wa Tabora ulikuwa na wanaume zaidi ya 7,199 ambao walipata matibabu ya uraibu, waliokuwa na uraibu walipata matibabu katika vitengo vya afya ya akili. Wanawake kati ya walikuwa 6,000 katika 6,133 kama sumbuki vibaya. Sasa ukijumuisha hapa unakutana na watu 14,000 na sehemu ambao wao sasa hawa ni wanaweza kula lakini kuzalisha kwao ni changamoto. Kwa obviously wao watasababisha changamoto ya unyongofu kwa wazazi na walezi wao, kwa wenza wao, kwa wapenzi wao, kwa sababu watakuwa wanajiuliza alikuwa na kazi nzuri, leo hii anaanza kulala jalalani, harudi nyumbani, mimi nakuwa ni. Kwa hiyo muda wote ni Furu Majonzi. Ataamua mpaka muda mwingine kama ajitambua ataamua kuanza kuchepuka na kutafuta vitu kama hivyo. Jambo la mwisho ni mabadiliko pia ya tabia nchi. Kwenye mabadiliko ya tabia nchi hapa tunaangalia mwindi kunapotokea mafuriko yakasomba makazi ya watu wakafa, mimea ikatoweka, maji safi na salama yakakosekana, hewa safi ikakosekana, watu wakaishi kwa njaa kwa sababu pengine maji yaliondoa vyakula vyao na kila kitu. Hawa watu wako likely wasipopata msaada wa kisaikolojia kuweza kuingia kwenye ugonjwa huo. Lakini sio hiyo tu, hata joto linapoongezeka katika uso wa dunia, watu wakalima wakashindwa kuvuna, watu waka-invest sehemu wakashindwa ku-harvest kile kitu walichokiweka, wanaweza wakapata msongo wa mawazo ambao ni wa muda mrefu ukawapelekea kuingia kwenye sonona na vitu kama hivyo. Kwa sababu zipo nyingi sana katika eneo hilo. Tunaelekea kutamatisha, na cha mwisho kabisa ni kipi sasa kinachotakiwa kifanyike? Maana kuna wengine wanaamini kwamba kama ulivyotaja miongoni mwa sababu ambazo zipo, naona kuna kingine kwamba umetaja pombe. Yes. Sasa mtu anakunywa pombe akiamini kwamba ni suruhu au ni suruhu katika changamoto zake au matatizo yake ambayo yanamkumba. Sasa kipi kifanyike, na tumekaribia kwanza kula muda wa kipindi kinachofuata. Asante. Cha kwanza ambacho nashauri kiweze kufanyika, tunasema waajiri wote watambue thamani ya kuwekeza kwenye afya ya akili katika maeneo ya kazi. Na maanisha nini? Kuanzia vyuo vikuu, vyuo vya kati, taasisi binafsi, taasisi za serikali, makampuni na wote wadau ambao wanahusika watambue umuhimu wa kujielimisha na kuelimisha watumishi walionao au wanafunzi walionao kuhusu uelewa wa afya ya akili. Wakishaelewa dhana ya afya ya akili, watakuwa na uwezo wa kujua mbinu za kutatua yale matatizo wanayokutana nayo bila kuleta majanga makubwa. Jambo la pili, tunaiomba serikali, na uzuri sasa hivi tuna serikali sikivu, iendelee kutenga bajeti kama ilivyofanya mwaka 2023 ya kuweka kipaumbele namba 6 kuwa afya ya akili. Kipaumbele hiki kipewe bajeti, na ile bajeti iwafikie waratibu wa afya ya akili. Waratibu wa afya ya akili kazi yao muda mwingine, kwa sababu hospitalini kuna kazi kubwa, treatment. Wao kama wanatibu, kuwepo na fungu ambalo litawezesha wadau kwenda kuibua huku chini wagonjwa ili wakaende kupata matibabu kwenye hospitali. Kwa hiyo kuwepo na kliniki za afya ya akili kuanzia kwa kina mama wajawazito mpaka wanapokuwa wanaenda kwenye kliniki zao za kila siku. Jambo la tatu, wale wote ambao wanapitia changamoto ya msongo wa mawazo, hofu, migogoro kazini, wasitumie pombe au dawa za kulevya kama sehemu ya kileta njozi kwao. Wale wote wanaokosa usingizi, wanaokosa umakini, wasitumie vile vileta njozi kama sehemu ya kutatua matatizo yao. Badala yake waende kwa wataalamu wa saikolojia kutafuta msaada wa matibabu zaidi. Jambo la 4, katika kuhakikisha kwamba tunakabiliana na janga hili, kila mmoja atenge muda wa kumtumikia Mungu wake
Amini kwamba yote tunayoyapitia ni ya muda. Kuna muda yatafika, yatakwisha. Yamekuja, yatakaa na sisi na yataondoka. Kwa hiyo tusichukulie vitu personalization kwamba yani sisi ndo tumevianzisha. Walikuwepo wenye matatizo makubwa, walikuwepo wenye changamoto nyingi, walikuwepo wenye mambo ya hovyo mengi, lakini yote hayadumu, ni ya muda. Kwa hiyo kila mmoja atambue kwamba anayoyapitia leo huenda ni daraja la kumvusha, kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine.